Ninakusalimu mpenzi msikilizaji wa Mtungi Simulizi popote pale ulipo. Ni matumaini yangu hujambo kabisa na ni mzima wa afya. Lakini kama kwa dabda moja ama nyingine afya yako imetetereka, mimi nizidi kukuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kukuafu. Msikilizaji, nimeamua kukuletea simulizi mpya kabisa inayokwenda kwa jina la Esma. Lakini kabla ya kuendelea niombe radhi kwa kuwa hatutoendelea na simulizi yetu ile inakwenda ama simulizi ilikuwa inaitwa Dunia Duara, na ni kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu. Jamani, samahani kwa hilo mashabiki zangu, najua mtekereka, lakini ni sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu jamani. Naombeni mniradhi kwa hilo. Hivyo basi tuendelee na kibongo hiki. Tuendelee na simulizi hii ambayo inakwenda kwa jina la Esma. Ni simulizi nzuri ambayo itakufunza mengi sana. Tega lako sikio uweze kusikiliza nini ambacho kipo katika simulizi hii, kisa hiki ambacho kipo ndani ya mkasa huu. Karibu. Kwa jina naitwa Shadrack, maarufu kama Shedi. Ni mkazi wa Kigamboni. Ninafanya sanaa ya uchoraji ambayo ni kama kipaji ambacho Mwenyezi Mungu alinipa katika maisha yangu. Lakini fani hii ndio chanzo cha matatizo makubwa sana ambayo yamenitokea katika maisha yangu. Ilikuwa siku moja nilikuwa katika shughuli zangu, alifika mama mwenye nyumba na kuniita. Nilitoka ndani na kukutana naye, maana nilikuwa nikiishi mwenye nyumba, yani kwenye nyumba ya kupanga. Akanambia, mbona unaonekana kama umechoka sana, kama umetoka kulala hivi, umechoka. Nikamwambia, mna mama, sema unajua kazi zetu hizi za ndani, so muda wote ukitoka nje unaonekana kama umelala, yani umetoka kulala hivi. Akanambia, ya bwana, ila mimi naomba nishore hii picha mwanangu, ni ya mdogo wangu. Akamwambia, jamani mama, una mdogo mzuri kiasi hiki? Alikuwa ni mzuri, sema saizi ni marehemu, kwa hiyo sio vizuri kumuongelea. Alijibu hivyo mama. Nikamwambia, la ukweli utabaki tu kwa ukweli, ni mzuri hasa, ningemuoa mimi huyo. Akanambia, ya bwana, kwa hiyo nifanyia kazi hii kwa muda gani, maana stories zimekuwa nyingi sana. Nikamwambia, kesho asubuhi na kukabidhi, usijali. Akamwambia, na una kipaji wewe, yani unachora hadi raha jamani. Nikamwambia, asante sana, na ninamshukuru Mungu kwa kunipa kipaji hiki, maana bila yeye nisingekipata. Nilishukuru na kuingia ndani ili nichore picha ambayo alitaka niichore. Hii hapa nitachora usiku. Saizi ngoja nichore picha nzuri ya binti yake kwenye kiza, ili iwe bomba zaidi, maana zinataja sana picha za namna hii. Nilianza kuchora picha ambayo imenijia kichwani mwangu. Nilichora na kuipata taswira ya binti ikiwa mzuri sana. Hapa saizi sura tayari nimeshaipata. Sasa ngoja nimalize kwanza kazi ya huyu mama. Nilikuwa katika hali ya kuendelea na kazi yangu, simu yangu iliita. Nilipoangalia ilikuwa ni simu ya Jessica. Nikaipokea. Nikamwambia, naambia mke wangu. Akanambia, naomba tukutane Shadrack, fanya juu chini, na shida na wewe. Nilitoka na kwenda kukutana na Jessica. Akanambia, Shadrack, kwa nini siku hizi umekuwa bia sana, ni kiasi kwamba hata kukutana na mimi hutaki? Kwa nini umekuwa hivi? Lakini nikamwambia, unajua kabisa kazi zangu ni za kukaa ndani muda wote, ni kazi za kuumiza akili. Muda mwingi sana huwa natumia katika kazi hii, ndio maana unaona kama sikujali hivi, lakini sio hivyo. Akanambia, sio hivyo bize gani huo? Hadi wiki unaweza ukamaliza bila hata kuonana na mimi, unachora tu, utachora na majini, shauri yako. Wewe unaota majini kwenye picha wapi na wapi, wakati hizi ni kazi za sanaa tu. Akanambia, basi sawa, tuachane na hayo, nitajitahidi kukutana na wewe, usijali wangu. Akanambia, sawa, kwa hiyo kunipeleka kwenu lini? Tunaenda, maana mimi nimechoka mapenzi ya siri haya bwana. Kama bwana una haraka sana ya kwenda nyumbani kwangu. Akamwambia, lazima niwe na haraka. Najua nyinyi hamkai kubadili maamuzi. Hamtabiliki nyewe wanaume.
Nikamwambia tutakwenda usijali. Nikimaliza kazi nilizokuwa nazo tutakwenda usijali. Alikuwa ni binti niliyempenda sana na alikuwa akinijali sana nyakati zote kwangu mimi, japokuwa nilikuwa kwa usijulikani na kwangu alikuwa hayulikani. Tuliachana na mimi nikaamua kurudi nyumbani nilikokuwa nimepanga. Niliingia ndani na kuvuta kiti kukali nianze na shughuli zangu. Alafu zile picha nimeweka wapi? Maana je, nikazisahau na humo ndani. Mapicha yako kama yote. Niliangalia huku na kule, nilishtuka baada ya kuona karatasi jeupe tu lipo mezani. Hapa sitakuacha karatasi jeupe. Mbona sikuacha karatasi jeupe mezani? Hili litakuwa limetokea wapi? Nilijiuliza sana bila kupata majibu. Au itakuwa limeanguka hapa? Nijaribu kulitafuta ila sikuliona. Zaidi kukuta karatasi jeupe moja tu liko mle ndani. Hii itakuwa imeenda wapi? Lakini nimeshamaliza sura alafu inapotea. Nitachora tu nyingine. Ni swala la kujipa muda tu. Nilichukua karatasi na kuanza kuchora picha nyingine. Nilichora sana, kutafuta taswira hadi majira ya saa 3 usiku. Mbona hii sura inaendana na ile picha ya kwanza? Nilijiuliza sana baada ya kuona taswira ya mtu niliyemchora pale kwenye picha. Hii taswira imenikaa sana kichwani. Ila ni mtoto mzuri kweli yani. Nijiongelea na kuisifia uzuri wa ile picha. Ona sasa hadi saizi sijafanya kazi ya mama alafu ina hela. Nahangaika na hii picha ambayo haina mteja. Sasa sio kujitosha, yani ni kujitosha tu hapa. Nilianza kuchora picha mama mwenye nyumba kulingana na jinsi alivyokuwa akihitaji. Kila hizi fani zetu za shida sana. Kukesha kawaida kwetu, unachora hadi mkono unakufa ganzi. Pesa inatafuta kwa jasho sana jamani. Oya Shedi, hujalala hadi saa hizi? Ilikuwa ni sauti ya jirani yangu aliyekuwa akiitwa Juma. Alikuwa ni mpangaji mwenzangu, maana nyumba ilikuwa na wapangaji wawili tu pamoja na mwenye nyumba. Na sasa hivi mimi huko mzee 12 ndani. Kama kawaida yako unakesha kama popo. Ya mzee, mambo yenyewe magumu na umeshasikia kujiajiri ya nini? Usikeshe kutafuta pesa, lazima ukeshe kuisaka hela. Nakubali sana. Ngoja na mimi nilaze ubavu wangu kisha mapambano yaendelee. Alikuwa ni jamaa yangu sana karibu. Kwa pale tulikuwa tunasaidiana kwa kila hali kama ndugu wa damu hivi. Hata mimi ngoja nipumzike. Hizi kazi haziishi. Na hizi pesa ninatafuta tu. Na bado tutaziacha. Kikubwa ni kufanya kwa afya, sio kujipeleka tu kama mzigo alafu. Ngoja hii picha ya mama na hii ya binti yake niziweke pamoja, usije nikaanza kuhangaika tena kesho. Nilizihifadhi zile picha na kuingia kujipumzisha. Nilala sana usiku. Usiku wa manane nikiwa usingizini niliingia kwenye njozi hivi. Nikajiona nipo kwenye mti mmoja mkubwa sana, huko nikiwa nimezungukwa na watu waliovalia nguo nyeupe na zilikuwa zinang'aa sana, hali ya kwamba hata nyuso zao zilikuwa zinaonekana kwa uzuri. Huu ni mwanga tuangazie sisi. Ilikuwa ni sauti iliyosikika kwa kujirudia mithili ya mwangwe katika masikio yangu, kisha wale watu walisogea na kutaka kunishika. Nilikurupuka na kuamka. Mungu wangu, ndoto zingine hizi bwana zinataka kutuua tu. Nijiuliza sana kichwani mwangu, ila wakati nikiwa nawaza juu ya ndoto nilikuwa nimetoka kuiota, nilisikia sauti za hatua zikisikika chooni. Maana nilikuwa nimechukua chumba chenye baraza na choo ndani kwa ndani. Jamani, usingizi unitoke, mimi bado nimelala. Toka usingizini. Nilipiga kichwa changu sababu sikuamini kama ni kweli nijiona bado nimelala. Ila nilitambua sio ndoto, ni jambo la kweli. Nani tena kaingia ndani kwangu na kaja kufanya nini ndani? Mbona hivi? Nijiuliza na kuamka kitandani. Hapa ni washe taa au ni washe simu ya mkononi? Ngoja ni washe simu ya mkononi. Afu nikaangalia kuna nini huko. Nilichukua simu ya mkononi na kuiwasha, kisha niliwasha tochi na kuanza kusogea karibu na ule mlango wa chooni. Yaani leo ukisikia mtu kuuawa ndio leo. Si ukaingia nani humo ndani.
Naogopa. Nilishikwa na uoga sana baada ya kuhakikisha kuwa kweli haikuwa ndoto, ni kitu halisia kabisa kipo ndani ya chumba changu. Nisogea taratibu hadi mlango wa chooni. Hapa nikienda hivi hivi nitakufa mimi. Ngoja nichukue upanga wa kujilinda nao. Nirudi hadi chini ya kitanda na kuvuta upanga na kusogea nao taratibu sana. Hizi vita tunazionaga kwenye video tu. Leo nimeingilia mimi sikufa huko. Nijiongelea na kushika kitasa cha mlango na kufungua taratibu, huku mwanga wa simu ukitangulia kwa mbele. Nini kitena? Nilistajabu baada ya kufungua mlango. Mwili wangu ulisimka, nywele zangu zilisimama. Ni hali sio ya kawaida hii. Nilizidi kufungua mlango na kumulika chooni. Cha kustaajabisha, sikuona kitu. Na zile hatua sikuzisikia tena. Niliosha taa na kutokuona chochote. Kuogopa kote kule hamna kitu, shida tu. Niligeuka na kutaka kutoka nje. Nilishtushwa na sauti ya mkwaruzo kwenye ndoo iliyopo chooni. Mbona ile vitu vya ajabu ajabu sana vinanitokea, kuna nini kwangu? Niliogopa sana. Nilipiga hatua taratibu kusogelea ile ndoo na kutazama ndani ya ile ndoo. Kuniamsha na kunitia kashikashi, kumbe panya ndo kanasa humo ndani. Kweli mkojo utaka kunitoka. Nikijiangalia kwenye kioo najiona shujaa kweli, kumbe mwoga tu. Nilijitazama kwenye kioo kilichopo mbele yangu, kisha nilishika ndoo na kunyanyua ile nitoke nayo nje. Sasa ngoja nikakutupe shenjo na kuua, alafu na kutupa liwe na wadudu shenzi kabisa. Nilipotazama kwa mara ya pili kwenye ndoo nilishtuka baada ya kuona nilikuwa nimeloa damu mwili mzima. Mama we, nini hiki? Nitoka mbio chooni ili nataka kutoka tu. Nitazama mlangoni kwa choo na kuanguka kama mzigo. Nimeoga nini mimi damu hizi? Sikuamini. Nitoka kwenda kujificha chini ya uvungu, sikuamini kile nilichokiona mwilini mwangu. Nimeoga damu mimi mwilini mwangu. Saa ngapi? Na muda gani nimeoga damu mimi? Nijiuliza sana ila sikupata jibu. Hapana. Macho yangu au naota? Nimeloa damu mwili mzima kweli. Nijiuliza sana huku nikiwa nimejawa na wasiwasi. Yaani hadi pumzi kana nitoka kwa kasi sana. Ila mbona hata sinuki damu? Wakati damu huwa inatoa harufu. Nilikuwa naota mimi. Sikuta bado nipo kwenye ndoto hapa. Nikawa nakimbia. Nilijipiga tena kichwa changu, ila haikuwa ndoto, ilikuwa ni kitu halisia kabisa. Sio ndoto kabisa. Niliamua kutoka chini ya kitanda na kusimama huku nikiwa nimeshika simu yangu mkononi. Hii haiwezi kuwa ndoto. Lazima itakuwa ni kitu cha ukweli kabisa. Haiwezekani kabisa. Hizi damu nitakuwa nimezipata wapi? Au rangi hizi? Ngoja niwashe taa ili niseme vizuri nini tatizo. Nilisogea kwenye switch na kuwasha taa ya chumbani, ila nilipojitazama sikuweza kuona kitu chochote kile. Haya masihara sasa. Haya, mbona sina damu? Wakati nijiona nimetapakaa damu muda sio mrefu hapa. Si mapicha haya. Nachezewa humu ndani. Aisha nachezewa. Nilijitazama mwilini lakini sikuweza kuona tone la damu ambalo lilikuwa kwenye mwili wangu. Hata ishara ya kuonesha labda nilikuwa nimetoka kuloa haikuwepo. Nilikuwa mkavu kabisa. Hapana. Kule chooni kutakuwa kuna tatizo kule. Haiwezekani nilichokiona kipo sahihi. Haunaota. Nilisogea taratibu na kuingia chooni hadi kwenye kile kioo na kujitazama. Hii ni nini? Mbona sielewi? Sasa sioni kitu chochote kile ambacho ni cha tofauti kwangu. Nilijiuliza sana baada ya kutoona chochote kile kwenye mwili wangu. Nichukua ndoo na kulisimamisha, maana ilikuwa imeanguka. Ndoto zangu zimenifanya nipoteze hadi panya humo ndani. Hata nitafunia picha zangu wewe mjinga. Lazima nitege dawa. Nitoka chooni na kurudi chumbani kwangu. Hapa ngoja niendelee tu kuchora picha zangu, maana naona usingizi unanikera tu.
Hapa nikilala mara naota hiki, nikiamka nakutana na hiki. Shida tupu. Nilivuta kiti changu na kuketi ili nianze kuchora. Siku ya leo huu usiku hadi kuisha itakuwa balaa. Kwani saa hizi saa ngapi? Nitazama saa kwenye simu yangu. Yaani saa 4 hii. Lakini sio mchezo da. Jamani, siku ya balaa ni balaa tu. Muda wote ngoja nichore hapa. Kama watakuja kunichawia wanivute niko macho. Nilikata shauri la kulala, niliamua kuchora picha ambazo sijazimalizia bado. Hizi picha si niliziweka hapa jamani. Ziko wapi tena hizi picha? Na niliziweka pamoja. Nilishtuka sana baada ya kutokuziona zile picha. Kuna karatasi jeupe tu, zile picha za nani? Nani kazichukua, mbona sielewi? Nilibaki na maswali ambayo majibu yake nilikosa kabisa. Itakuwa shida hii. Ngoja nilale kesho niangalie vizuri, maana huu usiku una mambo mengi. Niliamua kulala. Siku ya pili niliamshwa na hodi. Ilikuwa kigongwa mlangoni kwangu. Nani tena huyo? Hajui kama sijalala usiku jamani. Niliamka na kwenda kufungua mlango. Mama, shikamoo. Nilimsalimia mama mwenye nyumba. Maraba, mbona unaonekana kama una hofu sana, una shida? Hamna mama. Nipo sawa tu. Kwani unaonekana nipo na hofu sana? Akanambia ndio, unaonekana una hofu sana. Vipi picha yangu umeimaliza kuifanyia kazi? Nikamwambia mama, utanisamehe sana. Nimeshinda kuimalizia, ila nikiimaliza tu na kuletea usijali. Rangi za jana ziliniishia. Kawaida yenu mafundi. Fundi mkweli ni kinyozi tu. Sio nyewe masumbufu. Haya bwana, usiwe na hofu. Kijotokea ni kawaida tu. Aliongea na kuondoka. Kawaida? Nilijiuliza. Kawaida kivipi? Mbona simuelewi mama? Anazungumzia nini kijotokea? Usiku au? Hii kauli yake tata sasa. Yaani kauli yake ni tata sana. Maana kaona nina hofu, alafu anasema ni kawaida. Oya vipi wewe? Mbona unaonekana kama unafikiria sana hapo mlangoni? Una shida gani? Ilikuwa ni sauti iliyonishtua kutoka kwenye mawazo. Oya Juma, ushaamka? Mapema sana. Nimeamka wewe saa hizi saa 2 unauliza hayo maswali. Unaona nimelala hapa. Hamna bwana. Sema nakuona unaenda kuhangaika. Naenda kuhangaika, wewe si wa ndani. Kama mwali. Wakizaramo bwana. Sisi jiwani tu. Sema tujapata mishe tu hapa. Unafikiri tutachana basi? Kokote kambi, wewe tulia tu. Haya bwana, acha niwahi kwanza hivi. Aliongea na kuondoka hivi. Nirudi zangu ndani na kuendelea na kazi. Hivi vitu sivielewi. Picha zenyewe zimepotea nilizozianza kuchora, na huyu mama ananichanganya maneno yake ila muda mwingine. Tusiweze ubaya tu wakati ambao tumepatwa na mabaya. Ngoja nitulize tu akili, nichore zingine. Niliamua kuchukua karatasi ili nichore picha zingine. Nini hiki? Nilishtuka sana baada ya kurudi pale mezani na nikuta zile picha zikiwa zipo pale mezani. Niligeuka huku na kule, ila sikuona mtu aliyekuwa amezileta zile picha. Wataka kusema nimekaa hapa mezani muda wote ule? Kumbe picha ziko hapa. Na mimi nimekaa hapa? Jamani hapana. Haya mazingaombo kwa kweli hapana, kudadeki. Nilikuwa nimeshindwa kuamini. Nilisogea na kuzishika zile picha na kuzigeuza. Ni zenyewe kabisa. Sio uongo. Ni zenyewe hizi. Nilipachika macho yangu ila sikuona tofauti ule. Ni ile dhahiri kwa ni zenyewe. Hizi picha zinaniletea majanga hizi. Sasa ya mama huyo ndo tabu. Kuchora picha za watu waliotoka, usishangae hajapenda kumchora. Basi tu ndo maana zinakuwa zina maajabu. Wao jamaa, nimerudi hapa mara moja, ilikuwa ni sauti ya Juma. Nitoka na kukutana naye. Wao Juma, nini? Lipi tena mzee, limetokea sasa hivi? Nikamwambia Juma, mimi nina tatizo mwanangu. Akanambia lipi tena mzee, limetokea sasa hivi au? Hamna mwamba. Sema yani humo ndani sikuelewi kabisa mambo yake humo. Hueleki vipi wakati humo umekaa huu saizi? Ni mwezi sasa. Mwezi wa 7. Alafu useme huelewi. Mzee acha masihara ujue.
Sio masihara humu ndani, na kama kuna mazinga ombo hivi yanayoendelea humu ndani. Wacha zako nini tena? Unajua kuna picha nilizichora toka jana, yani kila nikichora hivi picha zinapotea. Kila nikichora hivi zinapotea. Akanambia mwanangu, utakuwa unachora majini nini? Kaambia hamna mzee. Picha mtoto au mama, ila akasema alifariki. Sasa sijui shida ndio hii au la. Hamna, sema una mawenge tu. Labda utafute vizuri mondani, sio kuchora hapa. Sio kutafuta. Sasa cha kushangaza sasa hivi hapa nimezitafuta sana, ila pale nilipokuwa nimekaa na kuondoka hapo nimezikuta tena zile picha. Unajua ni maajabu sana. Wacha masihara jamaa. Kweli Juma, ngoja nikuonyeshe. Niliingia ndani na kuchukua zile picha na kumuonyesha picha Juma. Hamna mwamba. Sema umewachora mabinti wa kadi hapa, alafu unajisahau. Unaona na picha unasema zimeshahama. Acha yako mzee. Sikudanganya Juma. Sikudanganya kabisa. Yaani ni swala la maajabu hili. Bwana usinipange hapa. Toka lini picha za kuchorwa zilete shida bwana? Acha mambo yako hayo, usinipange. Hakuweza kuamini nilichokuwa nikimwambia. Juma aliniona kama namdanganya hivi. Ila kweli picha za kuchora alafu zilete shida kweli. Hata kila mtu ningemwambia nitaonekana mjinga. Nisiwe chizi, hii ndoto. Ni ndoto tu. Ngoja nikachukue mahitaji ya chakula kwanza. Maana hizi sijazikawa ni njaa. Nitoka na kwenda sokoni kununua mahitaji ya chakula. Oya mwamba, nifungashie kama siku zote mzee, fanya hivyo. Kaka. Unaitwa na mdada yule pale? Alikuwa ni dogo mmoja hivi, mdogo sana. Alinishtua na kunionyesha alikuwa ananiita. Nikamwambia yuko wapi dogo? Mbona unazingua? Akanambia yule pale kaka. Nijitahidi kusogea kwa mbele ili nitizame vizuri, la sikuona mtu ambaye alikuwa akiniita. Unajua dogo acha kunizingua dogo. Niliamua kurudi na kusogea yule dogo, ila nilitoka baada ya kutokumuona yule dogo. Dogo yuko wapi yule? Mbona kaondoka haraka sana? Au kashanipiga nini? Nijipapasa mfukoni mwangu yote kuona kila kitu changu nipo nacho. Niliangaza huku na kule, sikumwona yule dogo. Haruta mjini hawa sio mchezo. Akajinipiga kweli kaka dogo. Maana kamekuja na kuondoka haraka sana. Nijichunguza sana, lakini vitu vyote vilikuwa navyo. Wewe mwanangu, dogo alikuwa hapa kaenda wapi yule? Nilimuuliza muuza duka. Dogo upi tena? Kuna dogo kaja hapa ameniita sana, geuka na shangaa simuoni. Sijui kaelekea wapi. Akanambia hapana, sijamuona dogo hapa yote yule. Hujamuona dogo? Nilikuwa naongea naye hapa. Akanambia sijamuona zaidi ya kukuona tu. Ukiangalia sana kule na kusogea hadi pale na kuangalia kule, basi sijaona dogo yote yule. Huyo dogo hajaonekana hapa. Na huyo jamaa au nilikuwa namuona peke yangu nini? Hamna bwana. Sema jamaa atakuwa alikuwa busy na kupima vitu huko ndani. Nilimpa pesa na kukamata njia na kurudi nyumbani. Siku ya leo vipi? Yule mwenye duka hadi dogo anaondoka, hata kumuona hajamuona kweli. Mbona jamani mdhaifu sana yule? Anaweza kuibiwa na yeye. Yuko hapo. Maana haiwezekani udogo simuone bwana. Nilijiuliza sana juu ya yule dogo na mazingira yake na jinsi alivyoondoka na kunacha njia panda. Ilikuwa mazingira ya kutatanisha, ni kustajabisha sana. Na kuona mwenyewe unatoka kununua mazagazaga au vipi? Huyu mama naye anapenda kuingilia, yani ya vijana yenye kutupangisha tu. Hadi anapenda kunianza, yani sipendi kabisa, yani basi tu. Nilimwangalia na kutabasamu tu. Mkiwaga nje mnakuaga bize nyewe wenyewe. Kwa nini mama? Mbona tunakuwa kawaida tu? Yani mnakuwa mnaangalia mambo yenu, hata watu wa karibu wamwangalie kabisa. Nikamwambia mna mama, hatuagi bize, sema wewe umetusi tu vibaya. Akanambia sio vibaya. Yani mkiwa nje hapa hata mkitu amuitiki. Ambia mama bwana, kwani uliniita wapi? Sio wapi, ndio tabia za kwenu hizo, kuitika amtaki. Ngambia mna mama, sema umehisi vibaya tu, ila mimi siko hivyo mama. Akanambia na kuita wewe hata kunijibu basi tu, nisongee sana. Au ndio
aliyemtuma yule mtoto nini? Sasa kama alimtuma, mbona hakuonekana mazingira yale? Alafu ananitupia lawama tu mimi. Nijiuliza sana. Kwa hiyo wewe ndio ulimtuma yule dogo fulani hivi? Niliuliza. Alicheka sana yule mama. Nikajiuliza sana acheka nini? Kwani kinachomfurahisha hapa ni nini? Au anajichekesha? Nijiongelea akilini mwangu na kuingia ndani. Hivi ya mama mbona anatokea, alafu nashinda kufahamu ukweli wake? Au hapa kwenye nyumba kumeanza kuwa na shida hapa nini? Au huyu mama anajua yote huyu? Maana anacheka tu kimuuliza swali la msingi. Kwa kweli nilibaki sina majibu. Niandaa chakula na kukila na kuendelea kuchora picha yule mama alionikabidhi. Yaani picha ya mtu aliyekufa, lakini yeye anataka tuchore tu jamani huyu mama. Basi tu. Nika kwenye wingu la mawazo, ghafla simu yangu iliita. Kajiuliza nani tena huyo? Nilishika na kuangalia, ilikuwa ni namba ya Jessica. Nilipokea na kuongea naye. Shedi mume wangu, nije leo. Nikamwambia hamna leo, usije, nipo busy kidogo. Kuna mahali nataka niende, nikirudi nitakutaarifu. Nilimjibu na kukata simu. Nataka kuitawala nyumba kama kwake hivi. Muda wote aje hapa. Wakati wazazi wake hawanitambui. Ili waje. Kwanza nastaki aje. Nilichora zile picha hadi usiku na kwenda kulala nikiwa katika usingizi mzito sana. Nilishtuka baada ya kuhisi taa chumbani imewashwa. Na tena kasha hizi taa. Au niliziacha siku nzima hizi taa zikiwa wazi. Maana taa choni haijazima bado. Nijiuliza sana pale kitandani na kuamka. Nijisikia uvivu. Alafu na mitaa haijazima, shida tu kila kitu kinakwenda ovyo. Nilipiga miao na kupigisha macho yangu. Nilishtuka kitandani na kupapasa ndala zangu ili nivae. Nilishtuka baada ya kugusa kitu kama ngozi hivi kwenye mguu wangu. Nini tena hiki mama? Nirudisha mguu wangu haraka juu ya kitanda. Niangalia sikuona chochote kile, ila nilikuta socks ikiwa juu ya ndara. Hili panya limeanza vurugu zake ile. Limeanza kunibebea socks zangu tena. Atakuwa anataka kupeleka wapi sijui, yani vyombo vingine bwana, shida tu. Nilishuka na kusogea ili kuzima taa. Sio kwa usingizi na uona hapa. Yaani macho mazito kweli. Acha nizime taa niende kalale tu. Hapa nikitoka na kuzima taa zote na kurudi kitandani. Ile nagusa tu kitanda, taa chumbani ile jiwasha tena. Hizi taa zina shida gani? Mbona zinataka kunisumbua mimi wakati wa kulala? Na taa siwezi, lakini shida tu yani. Mitaa ya kijinga kweli hii. Nilishuka tena na kwenda kuzima ile taa. Mbona switch nzima hii? Sasa shida iko wapi? Lakini nijiongelea na kuzima taa. Ile nimezima tu. Nilishtuka baada ya kushikwa begani. Mama yangu. Niliosha taa haraka sana, ila cha kustajabisha sikuweza kuona chochote kile. Sikuna mtu kanishika hapa. Unaona sana jamani. Sikuamini. Nilizima taa na kuwasha tena, ila sikuweza kuona chochote kile. Na haya mambo nishachoka sasa. Maana kila kukicha vitu yani nisivyovielewa vinanikumba mimi. Sielewi nyumba ina nini, lakini nijiongelea na kuzima taa tena. Nilishtuka baada ya kushikwa tena kwa mara ya pili. Niliosha taa tena haraka sana. Hapana. Hii ni kweli, sio utani. Hii ni kweli kabisa. Nilishikwa na uoga sana kule tukio, sikuweza kuzima taa. Nisogea hadi kitandani. Hapa nilale hivi hivi tu, sina la kufanya. Mambo yakizidi natoka humo chumbani. Nikalala nje. Nilivuta shuka yangu na kujifunika. Nilikuwa na uoga mkubwa sana. Ghafla ile taa ilizima tena. Mungu wangu, imezima tena. Hii taa jamani mimi. Nilishikwa na uoga na kujifunika na shuka mwili mzima ili nisiweze kushuhudia kitakachoendelea nje ya shuka. Mungu wangu. Nilinde mimi. Mapepo haya yananiandama mimi, mapepo haya jamani. Nijiongelea huku nikiwa na uoga mkubwa sana. Ghafla nikaanza kusikia hatua za mtu zikisogea pale kitandani. Na tena jamani, Mungu hofu ilinitawala. Mwili wangu ulisimka, nywele zisimama, mapigo ya moyo na kwenda kasi sana.
Zile hatua zilifika hadi karibu na kitanda changu. Kisha hazikusikika tena. Kaondoka nini huyu? Haona nisubia nijitoe hapa. Mbona kama na windo na vitu jamani? Nitoa kichwa changu taratibu ili niweze kutizama nje ya shuka. Kuna nini? Ndipo tizama sikuona chochote. Ghafla nikahisi kuna mtu ananipapasa mwilini mwangu. Nani tena huyu jamani? Mbona hivi mimi nataka kunifanya nini huyu? Nijikumbatia bila kufanya kitu chochote kile. Alinipapasa toka kwenye miguu hadi alipofika maeneo ya mabegani na kuacha. Nataka kunifanya nini tena? Mbona kaacha alichokuwa anakifanya? Nijiuliza sana ila sikupata majibu ya maswali yangu. Ila cha kushangaza hakuweza kuendelea kunipa shida. Kulikuwa kumetulia sana. Huyu atakuwa kaondoka huyu. Nijipa moyo na kujaribu kulala, ila siku hiyo sikuweza kupata usingizi kabisa. Kutokana na hofu nilikuwa nayo, sikuwa na amani moyoni kabisa. Yaani hadi asubuhi kulipokucha. Afadhali kumekucha. Maana usiku najua mwenyewe. Sio kwa vituko hivyo humu ndani. Nijiongelea kisha nikachukua mswaki na kutoka nje nao. Weshedi, mama alikuwa umekata. Nilikuwa nakatakata jana usiku humo chumbani kwako. Ilikuwa ni swali liloniacha mdomo wazi na unifanya nishindwe kumjibu kwa wakati ule. Mama na nini lakini? Ambacho anatuficha sio wapangaji wake, kwa nini? Yaani kwa nini aseme chumbani kwangu tu, mbona kama kinachoendelea humo ndani anakijua? Ndio mama, hapana. Huyu mama atakuwa anajua nini juu ya mavituko ya humo ndani? Yaani mama atakuwa anajua nini mavituko ya humo ndani? Alinipa maswali mengi sana juu ya kile ambacho aliniuliza. Sikutaka kujibu chochote kile. Mbona mimi kwangu ulikuwa safi tu? Kwani ulikuwa unakata? Aliuliza Juma akiwa amekaa mlangoni mwa chumba chake. Hata kwangu jana alikuwa nakatakata. Yaani sio hata shida ilikuwa nini? Sijafahamu kwa Shedi. Kwani kuzima na kuwaka kwa umeme inatokana na nini? Niliuliza. Bwana wa Shedi unakuwa mgeni wa umeme bwana. Hao ni TANESCO huwa wanafanya michezo michafu tu. Kwa hiyo TANESCO wao wanazima kwa dakika moja moja. Kwani unafikiri wanashinda kukata kufanya hivyo huoni? Wanafanya kweli, yani sio mchezo. Hamna. Hata kama dakika moja, sisi sote tunatumia mita moja. Sasa iwaje uzime kwenye nyumba, ani kwenye vyumba vichache. Halafu kwako usiwe unazima nao ni TANESCO? Ilikuwa ni swali linalokosa majibu kabisa kwa jumla, yani kwa jumla pamoja na mama ya nyumba. Mama, hii nyumba yako ina matatizo nini? Maana kila siku hii nyumba siku hizi inakuwa na vituko, yani shida ni nini ambayo iko ndani kwenye nyumba yako? Tuambiane kwanza. Tuambiane basi. Weshedi wewe, ni mgeni kwenye hii nyumba? Sio mgeni, lakini kwa haya mambo ni mageni sana kwangu. Ndio maana nimeuliza. Sasa kama sio mgeni unaulizaje swali kama hilo? Jamani, au tunavunjana heshima siku hizo Shedi? Haya bwana, kama nakuvunjia heshima, samahani. Nitoka na kuingia ndani. Mtu anauliza jambo la msingi, mtu anasema anamvunjia heshima. Au hadi tu ndio ujue kwa nyumba yake ina matatizo ni? Muda mwingine ubishi haufai kabisa. Kwanza, nimalizie zile picha zangu kwanza. Nilisogea hadi kwenye zile picha nikazichukua na kukaa nazo ili nimalizie kuchora. Muda mwingine ya matatizo ya hizi nyumba sababishwa na mwenye nyumba kabisa. Wenyewe, sio wengine. Ndio maana hata ukiuliza unajifanya kama hajui vile shida mtupu. Nijiongelea na kutizama zile picha. Nani kamalizia hizi picha? Nilishtuka sana baada ya kukuta picha zote mbili zilikuwa zimeisha. Yaani kuchora, wakati mimi sikumalizia zilikuwa zimechorwa kama nilivyokuwa nahitaji kabisa. Mimi tena kachora hizi picha. Au nichora mwenyewe, halafu nimesahau. Maana kwa mambo yanaendelea humo ndani, unaweza kufanya jambo halafu kazi sawa, yani ukasingizia maajabu tu. Nichukua zile picha na kuzipanga sehemu ya kuweka nikiwa nimepanga. Ghafla nilihisi usingizi mzito sana kichwani mwangu.
Nilihisi usingizi mzito sana, hali ya kwamba ulizidi hadi nikalala. Nikiwa kwenye usingizi mzito sana, nijiona niko kwenye sehemu moja hivi yenye uwanda mrefu sana, yenye mwanga hafifu, yenye ukungu ndani yake. Huko ni wapi? Mbona kuzuri sana? Nikiwa najiuliza, nilishtuka baada ya kumwona mtu mmoja, ila nilipomtazama alikuwa ana umbile la kike. Akiwa pembeni yangu kwa akiwa amefunika sura yake na kuacha macho pekee. Nikamuuliza, nani wewe? Na huko ni wapi? Ila yule binti hakunijibu. Nisimama na kumfuata, wewe dada, sina kuuliza wapi huko na nani kanileta huko. Alibaki akinitazama tu bila kutoa jibu lolote. Unanitazama tu? Kwani wewe nani? Nilimshika na kumfungua kile kitambaa kilichokuwa amejifunika sura yake. Nilishtuka sana baada ya kuona sura yake ilikuwa ni sura kama ile ambayo nilikuwa naangalia kuichora, ikawa inafutika mara kwa mara. Binti mmoja mzuri sana, na muda wote ilikuwa kinijia taswira yake. Nilikurupuka usingizini kwa fujo sana. Hiki kitu gani hiki? Mbona nimeona mtu tena hizi njozi vipi tena? Nijiongelea na nilistaajabu sana baada ya kukuta zile picha zikiwa pembeni yangu. Nilizishika na kuziangalia. Huyu mtu kanitokea kwenye ndoto. Ina maana gani kwa ni mtu nimemchora kanitokea kwenye ndoto? Ila sio kweli. Ndoto mara nyingi huwa sio za kweli. Ni za kupita tu. Hazina maana yote ile. Nilichukua zile picha na kuweka kabatini, kisha nilichukua maji na kwenda nayo kuyaoga. Ila bado vituko na maajabu hayakuisha. Nikiwa naoga, ghafla bomba la mvua liliacha kutoa maji. Nini tena jamani, mbona hivi? Na maji yanakata wakati sijamalizia kuoga. Jamani. Nilipapasia hadi sehemu ya koki, ila niligundua maji yamekata kweli. Sasa nimejipaka mapovu. Maji yamekata na mapovu inakuwa yes. Mbona na majaribu sana. Haya maji usoni ni mapovu jamani. Nijaribu kufuta mapovu usoni kwa kutumia taulo langu, ila nikiwa nafuta uso nilishtuka baada ya kumuona mwanamke yule kwa mara nyingine tena. Mama we. Nilipiga mayowe na kukimbia nje nikiwa hapo barazani. Kwa bahati nzuri Juma naye alikuwa amefika mlangoni baada ya kusikia mayowe. Akaniambia, Shedi, nini shida, mbona hivyo? Niambia, mwanamke Juma, mwanamke. Shedi, wewe mwanaume kabisa unaogopa mwanamke Shedi? Hapana, mwanamke Juma, tena picha ile picha Juma. Akaniambia, unajua Shedi, mimi sikuelewi siku hizi. Tena kwa kama kichaa hivi. Wewe unaogopa mwanamke leo hii? Nikamwambia, ni mwanamke kwenye ile picha. Shedi, kweli inabidi ukapimwa akili. Wewe unaogopa picha ya kuchora Shedi? Kwa hiyo nataka kusema kinyago umechonga mwenyewe leo tena kinakutisha jamani. Sio kinyago Juma, hebu nitoe kwanza nje. Wewe ndio wapi na hivyo ulivyo mtupu? Na mabovu yako, yani wewe umechizika tena, hata kuogoja malizia kweli. Shedi, una shida? Sio uchizi. Mimi yuko bafuni Juma. Kama huamini nenda kaangalia. Nisipomkuta nichezee tu. Alitoka na kwenda kutizama kule bafuni. Shedi, mara ya mwisho kwenda kwenu lini kwenda kusalimia wazazi wako, hata kukanyaga ardhi kwenu? Bana, nyumbani na mwanamke kuna uhusiano vipi? Huyu ni mwanamke yupo humo ndani Juma, sikudanganyi. Sasa hiki chumba chako kina nini? Labda useme anaweza kujificha mtu. Umesema bafuni, nimekwenda siona chochote kile. Halafu unaniambia yuko ndani. Yuko sehemu gani sasa? Juma, tunabishana tu hapa. Najua hauamini, ila sawa, labda ni mawenge yangu tu. Ni kweli ni mawenge yako. Maana mtu ukiona mawenge, hata ukiona fimbo unaweza kufikiri ni nyoka. Halafu ukiwa sawa unaona fimbo. Sasa wewe ni mawenge yako tu. Halafu ni kweli huenda hayo yote ni mawenge yangu. Hiki kichwa kina shida gani lakini? Nilipia picha zangu na kucheka tu. Hebu nikumwagie maji hapa. Usafisha hayo mapovu. Alichukua maji na kunimwagia Juma. Nijisafisha na kuvaa nguo zangu. Haya mambo ni ya ajabu sana.
haiwezekani kabisa, ni mawenge haya au nimetupia madudu nini? Ngoja nisafishe kwanza, nideke ya maji alafu nifanye kazi zangu. Nilitoka nje na kuchukua dekio ile ndeki ndani kwangu. Nichukua dekio na kuingia nao ndani. Nilishikwa na butwa baada ya kuona chumba kizima kilikuwa kisafi kabisa, hata ile maji yalikuwa hamna tena pale chini. Kama kuna mtu kaja kukausha hivi pa humu ndani kuna vitu humu, haiwezekani kabisa. Maji yamekuja yani yamekaukaje humu ndani wakati kuna sakafu chini hapa? Hapana, haiwezekani. Nitoka nje hadi kwenye chumba cha Juma. Wewe Juma, humu ndani sikuelewi mimi, mbona kuna zidi maluelue? Yaani sielewi kabisa humu ndani, sijui kuna shida gani. Akanambia kwa nini tena? Aliongea na kutoka nje. Mwanangu, wewe ndio ulinimwagia maji na kunisafisha. Ila sasa mwanangu, ndani hakuna maji hata tone mwanangu. Sijui amekwenda wapi. Akanambia acha mambo yako bwana. Unapenda mwenyewe kuniigizia mimi? Kweli Juma, kama huamini twende ukaone. Tuliingia ndani na kuangalia, halafu mbona unapenda kucheza michezo ya kitoto sana? Shedi. Nikamwambia mchezo ipi tena Juma? Kwa hiyo kukwambia ile tukio ni mchezo Juma? Sio tukio, yaani umedeki mwenyewe, halafu nasema huyaoni kweli wakati ile dekio linaonekana lina maji kabisa. Limetoka kutumika. Ile dekio sio langu. Nimechukua la mama ya nyumba hapo na ilikuwa hilo lina maji na mimi sijadeki Juma. Niamini humu ndani kuna tatizo. Akanambia kuna tatizo, sema una shida ya kusahau. Sio tatizo kama utakuwa unaendelea na tabia yako hii. Basi joto tutagombana. Unaniita kwenye mambo ya kijinga tu hapa. Alifoka Juma. Unajua Juma, unaweza kuniona mimi ni msinichi. Lakini kuhakikisha humu ndani kuna shida, hizi picha sio hizi. Sasa kama unaona sio hizi, zichome tu moto. Kwani kuna shida gani? Mbona unajichetua akili sana wakati unajua njia za kuzitokomeza? Sema hivyo ila sio niambie na kuzingua humu ndani kuna shida humu. Ngoja nizitoe hizi. Haya poa, ngoja nimalizie shughuli zangu kwanza. Alitoka na mimi nikachukua zile picha na kwenda kuzichoma. Haiwezekani naonekana kama nimechizika wakati sina shida yote ile. Kisa mambo ya humu ndani. Ngoja nichome hizi picha alafu nione kitatokea nini. Nitoka na picha hadi nje na kumkuta mama nje. Mama, chukua picha zako kwanza. Nilimpa picha zake na kwenda kuzichoma zile zingine ya yule mwanamke. Kwa hiyo mpya kama hizo unazichoma moto bila kufikiria? Huyu mama naye asinichanganye saizi na aniache kwanza. Nilizichoma moto na kuziacha zikiwa zinateketea pale nje. Halafu mama ana jambo analifanya humo ndani, anatuchezea sisi wapangaji. Simuelewi kabisa yani. Nilikuwa na hofu sana ya mama mwenye nyumba. Niliingia hadi ndani na kufunga mlango. Mwili wangu ulisisimka, macho yangu yalinitoka. Mapigo ya moyo yalikwenda kasi. Nywele zangu zilisimka baada ya kuona mwili wangu. Nilishtuka sana baada ya kuona zile picha zikiwa ndani ya nyumba. Tena kwenye chumba changu kama zilivyokuwa mwanzo. Halo, nilisajabu sana baada ya kuona vile hizi picha nimezichoma halafu nazikuta ndani. Hapana. Juma. Nitoka mbio hadi kwa Juma. Nini tena jamaa? Mbona unasumbua sana? Nikamwambia Juma, hizi picha nimezichoma halafu nazikuta ndani tena hapa. Hapana Juma. Nitoka mbio hadi kwa Juma. Nikamwambia Juma, naomba msaada wako Juma. Nina matatizo. Unajua nimechoma ile picha, ila cha kushangaza nimezikuta tena ndani Juma. Akaniambia sasa umezikuta vipi kama kweli umezichoma picha zako? Nikamwambia kweli Juma, kama huamini ndo nenda kuonyesha ndikochomea ile picha. Tulitoka hadi nje ya ua la nyumba na kukuta moto ukiendelea kuteketea vile vitu vinawaka. Sasa mwanangu, si nguo hizi jamani au sio nguo hizi? Ndio, ni nguo zangu hizi zinaungua. Nilishwa nguvu baada ya kuona nimechoma nguo zangu baadhi. Unajua sio mzima wewe? Kaambia hapana. Niko sawa. Kama huamini twende tukamuulize mama ya nyumba. Huamini? Tulitoka na kwenda kwa mama ya nyumba. Mama, eti hujaona kama mimi nilikuwa nimeshika picha na kwenda kuzichoma pale nje? Akanambia wewe chakua kisha siku hizo hapa, umefika umenipa picha zangu
Mimi huku mkono wa kushoto ukiwa umeshika nguo hadi nikakuuliza, unakwenda kuchoma mpya kabisa? Si ukanijibu hapa. Huku nijibu hapa. Hapana. Nilishika picha mimi kweli. Nimechoma picha mimi. Unajua mama huyu inabidi apatikane daktari kwanza, ili amwangalie afya yake. Naona kama ameanza kuwa chizi huyu. Nikamwambia mimi sio chizi bwana. Sio chizi kabisa mimi. Sawa, kama sio chizi tuende kwa daktari tukaangalia afya yako kama kweli sio chizi. Kweli tulitoka hadi kwa daktari, alinipa majaribio na vipimo kwa ajili ya kuangalia afya yangu ya akili. Huyu hana tatizo lolote lile, ila anakumbwa sana na msongo wa mawazo. Basi. Sasa mimi nilikwambia sio kichaa. Mimi niko sawa. Wewe unasema mimi ni chizi. Umeona sasa? Mimi sio chizi, niko sawa. Sawa, uko sawa, ila unaelekea kuwa chizi wewe. Nilikuwa nimejibizana na nilikuwa akiendelea huku tukiwa tunarejea tulikopanga. Ila naomba leo hii uje ulalege tu kwangu, ili kama kuna tatizo ushuhudie mwenyewe. Haya, mimi nakuja, usijali. Kweli siku hiyo alala na mimi, ila cha kushangaza siku hiyo hakuna jambo lolote lilojitokeza kwa upande wangu hadi asubuhi. Umeona mzee, una maenge sana jamaangu. Yaani una maenge haswa. Mbona hakuna kilichotokea? Sio kama maenge yako tu. Alisema sana siku ile, ila kwa kuwa hakuna kilichotokea siku ile, ilipita salama hadi usiku. Siku hiyo usiku niliwahi sana kulala, ilikuwa ni majira saa 8 usiku. Ghafla nilisikia mlango unagongwa. Na tena nagonga huu mlango usiku jamani. Mbona hivyo na watu wamelala jamani? Niliamka na kuosha taa. Nikauliza nani wewe? Ila sikujibia chochote ile. Nilishika kitasa na kufungua mlango. Nilishtuka kumwona msichana ambaye alikuwa na taswira ya msichana kwenye picha. Nani wewe? Mwili mzima ulikuwa unatetemeka. Nikiwa siamini kile nilichokiona mbele yangu. Kama ni kweli au ndanganywa. Kwani unijui mimi hadi unanishangaa? Aliongea na kunisukuma na kuingia ndani. Mimi sikufahamu wewe nani kwani? Ila unajua kuchora, unajua sana kuchora picha nzuri kweli, yani hii picha ni nzuri sana. Kwani nani kakufundisha? Wewe. Usiniletee habari zingine. Wewe ni nani? Mbona una haraka kunijua sana? Kwani kuna shida gani mimi kujua na wewe? Wakati unijua kabla yangu. Bwana usinichanganye saa hizo wewe. Alifika na kunishika, akanipeleka hadi kitandani. Akaniambia usiniogope, mbona unaniogopa hivyo wewe? Kwani pale getini nani ameacha mlango wazi? Hadi binti kaingia humo ndani. Jamani Yuda. Nijiuliza sana bila kupata majibu. Kwa hiyo yule binti kaonyesha uoga, hani hakuonyesha uoga wote ule. Mbona unahema kwa kasi sana? Halafu una wasiwasi sana na mimi. Sikumjibu, nilimwangalia sana yule mwanamke. Kaniambia usiniogope. Najua hujaoa wewe na huna mke. Kwani hautaki kuwa na mke jamani? Aliongea kwa kigeuka, alikuwa na umbile zuri sana. Na ni mwanamke alikuwa akinivutia sana, akivutia sana. Hapana. Hii mitego siwezi kunasa, ajiondokee tu hapa, sitaki ujinga. Nilijiwazia mimi. Akaniambia usiweze sana jamani. Unawaza nini sasa wakati mimi niko hapa lakini? Nikamwambia bwana mimi sitaki mwanamke, sihitaji kuwa na mwanamke bwana. Akaniambia usiseme hivyo. Useme kwa ukali. Jua kwa kama wewe umenichagua basi na mimi nimekuchagua na kupenda pia. Alinibusu na kutoka nje. Nilimfuata taratibu kwa nyuma. Alitoka hadi nje kabisa ya chumba changu. Ghafla alipotea katika mazingira ambayo sikujua kaondoka aje. Huyu kaenda wapi huyo? Katoka nje kweli huyo au ananichezea huko ndani? Ni randa huko na kurela. Sikumwona kabisa. Katokaje wakati geti limefungwa kwa ndani? Atakao mumu ndani huyu mwanamke. Nijaribu kumtafuta lakini sikuweza kumuona. Nirudi hadi ndani. Hizi picha zina shida nini? Nimemchora mtu ambaye yuko hai na anakuja kunifuata. Haiwezekani, sio ndoto. Mungu wangu. Nishapumzika na kukaa kitandani. Hili tatizo la huyu mama analijua. Ndio maana alisema ipo siku nitachora na majini, alafu leo hii naona vitu kama hivyo haiwezekani. Hapa lazima na mimi nijiongeze hapa.
ngoja nimwamshe Juma kwanza. Nilitoka na kumgongea Juma. Baada ya muda Juma aliamka. Akaniambia, mwanangu, leo ndio siku balaa. Unazikumbuka zile picha nilizozichora? Nikamwambia, mwanangu, leo ndio siku ya balaa. Unazikumbuka zile picha ambazo nilizichora? Akaniambia, ndio, si ndio zile zinakufanya ucheze? Nikamwambia, ndio hizo. Yani leo kaja yeye mwenyewe na kaja hadi ndani mwanangu. Na sijui kapajuaje hapa na sijafahamu kaingaje na hata kaondoka sijui kaondokaje. Akaniambia, unajua mambo yako ya kijinga siyakubali kabisa. Kama unaweza kuniambia ni bora usiwe unaniamsha usiku kama huu. Usibirie kukucha. Aliongea na kuingia ndani Juma. Juma haniamini kabisa. Nachomwambia anaamini kwa mimi nimechizika. Sijui anawaza nini huyu, ana akili ndogo sana uda. Alishinda kuniamini kile nilichokuwa nikimwambia. Hapa kesho ngoja niende kwa mama kwanza. Anaweza kunisaidia. Kanipeleka kwa wataalamu nikasaidiwe kwanza. Nilikata shauri la kwenda kwa mama. Siku iliyofuata asubuhi nilipanda gari na kuelekea nyumbani kwangu kwa wazazi ambako ni Chalinze. Nifanikisha kupanda gari ila nilistajabu sana, gari hadi limejaa na watu wengine walisimama, ila siti ya pili kwangu hakukaa mtu yote yule. Bro, siti ipo hapo kaa tu, haina mtu. Nilimwambia abiria mmoja hivi. Akanambia, amna, wewe kaa tu usijali. Hii siti na nini? Au kuna nini hapa? Mbona hawakai? Nijiuliza sana nikiwa katika hali ya kujiuliza. Alifika binti mmoja na kukaa huko akiwa amevaa koti jeusi na kichwani akiwa amefunika kofia ile koti. Mambo? Nilimsalimia. Akanambia, poa tu. Alijibu na kukaa kimya. Nilikuwa katika hali ya kumtizama. Nilishtuka baada ya kuona mkono wenye magamba kama samaki ambayo alikuwa na yule mwanamke. Dada, una matatizo? Niliuliza. Nilifanya geuka na kunitizama. Sikuamini kwamba alikuwa ni yule mwanamke. Kweli nilichizika. Nilipiga mayowe mle kwenye gari na kutoka kwenye dirisha. Niliposhuka nilikimbia sana. Nilipanda usafiri hadi nyumbani Kigamboni. Hapana, yule sio mtu yule. Amejuaje kama nipo kule? Mimi sio mtu wa kawaida yule. Nilifika na kufungua mlango na kuingia ndani. Mwili wangu uliishiwa nguvu baada ya kumkuta mwanamke akiwa ndani ya baraza. Mwili wangu uliishiwa nguvu. Nijikuta nimechoka kabisa. Huyu mtu akimbiliki huyu, siwezi kumkimbia. Wewe ulifikiri unaweza kunikimbia wewe? Huwezi kunikimbia, mimi ni wako. Kwani wewe nani? Mbona hivyo unanisumbua sana mimi lakini? Mimi kama wewe tu. Kwani unaniona nipo kama nani? Nikamwambia, umeingiaje huko ndani sasa? Akanambia, ulijuaje kama ulinijuaje hadi ukanichora? Kwani kukuchora shida? Si ujuzi wangu tu ambao ninao, nilobarikiwa. Hata mimi ujuzi wangu nilionao hadi nimeingia huko ndani. Kwa hiyo una ujuzi wa kuingia ndani mwa watu bila wenyewe kuwepo? Au wewe ni mwizi wewe? Akanambia, nazidi kuwa mwizi wakati mimi ni mpenzi wako Shedi. Nani mpenzi wako? Na jina langu umelijuaje wewe? Mimi ni wako, umenichagua na umenichora na mimi ni wangu. Wewe nimekuchagua na nimekupenda, kwa hiyo ni mpenzi wangu wewe. Bwana, mimi sijakuchagua na kuchora, ni bahati mbaya tu nimejitokeza. Sio bahati mbaya, ila ni upendo wako kwangu. Sio bahati mbaya Shedi. Usiseme ni bahati mbaya, hata mimi sio ni bahati mbaya kukupenda wewe. Sikutaki bwana. Niche na maisha yangu. Kwani wewe nani lakini? Akanambia, unahitaji kunijua? Naitwa Esma. Kama kile ulichokihitaji kwangu, pia na mimi nakihitaji kwako. Kipi hicho Esma? Mbona mimi sihitaji kitu kutoka kwako? Kama ulikuwa huhitaji kitu kutoka kwangu, kwa nini ulinichora? Nikamwambia, wana kukuchora ndio imekuwa shida. Kama nahitaji kitu kutoka kwako wewe, mbona nachora nyingi tu? Sio kwako peke yako tu. Akanambia, sawa, unachora nyingi ila kuna kitu ulikihitaji kwangu. Sema unakuwa unaniogopa tu. Usiniogope, mimi ni kama wewe na ninakupenda sana, tena zaidi ya sana. Unajua Esma, kila mtu ana maamuzi yake. Basi jaribu kunisikiliza. Maamuzi yangu mimi.
Akanambia, maamuzi gani tena? Nimeshaheshimu maamuzi yako ya kunipenda. Sasa maamuzi yapi unaotaka wewe tena? Nikamwambia, mimi sikuhitaji Esma. Na kama kukuchora imekuwa shida, basi ondoka na picha zako. Unacheza na maisha yangu. Sikuhitaji Esma. Akanambia, sina haja ya picha, mimi maisha yako na wewe ni maisha yangu. Lazima unipende. Nikamwambia, sio nalazimisha nikupende. Kwani lazima? Akasema, nimesema lazima unipende. Utake usitake, lazima unipende. Aliongea kwa jaziba sana Esma. Hali kwamba hadi niliingiwa na hofu sana. Kwa hiyo kipaji changu kimenipelekea kwenye matatizo leo hii sababu ya kuchora picha tu. Kweli, lakini najutia kuwa mchoraji mimi. Nijutia sana moyoni mwangu. Na tena nitakuwa na bega kwa bega. Aliongea na kutoka nje na kuondoka, na mimi nitoka na kuhakikisha na kaondoka pale nyumbani. Oya, vipi mzee? Mbona unaonekana una mawazo sana? Halafu unaangalia sana pale getini. Ilikuwa ni sauti ambayo ilinishtua sana. Wewe Juma, kwani hujui ninachoangalia? Akanambia, kitu gani unaangalia hapa? Mimi nakuona umetoka na kuangalia tu kule. Getini, sijui unaangalia nini jamaa wangu? Au kichwa kimepanda? Juma, ulikuwa hapo toka muda? Akanambia, ndio kitambo sana nilikuwa hapa. Umemwona leo? Akanambia, nani? Acha maswali yako bwana. Hujamwona msichana akiwa anatoka huko ndani? Saizi na mimi nikatoka. Wewe chizo unazidi kukua. Sijamwona mtu akitoka zaidi yako wewe tu. Umetoka na kusimama hapo mlangoni na kuzubaa tu. Oya, usiniigizie mwanangu. Kapita hapa alafu unasema hujamwona? Akanambia, sijamwona kweli kabisa. Sijamwona kapita hapa. Alisisitiza sana kwa hajamwona yule Esma kapita pale. Au mwanamke ni kivuli nini? Mbona kapita hapa na mimi namuona? Alafu Juma anasema hajamwona. Au alikuwa bizi na mambo yake? Akamfanya asimuone nini? Ila mbona haiwezekani? Hauamini Shedi? Aliuliza. Sio siamini. Kumbe hata mama ulikuwa hapa nje. Eti mama, hukumwona binti akitoka hapa? Nilipata sauti kumuuliza mama wa nyumba. Kwa kuwa alikuwa mbali kidogo, ameketi kwenye mlango wa nyumba kubwa. Kwa hiyo siku hizo tumezoeana hadi tunaulizana mambo ya mabinti, si ndio? Sio mama. Sema kuna utata hapa. Unaendelea na imani jibu lako litasuruhisha huo utata. Mimi sijamwona binti katoka hapa wala mtu yote yule. Simuona Shedi. Mimi nilikwambia au mwanangu umeanza kuvuta bangi. Alinicheka sana Juma kwa kuonekana kama ni mtu ambaye nimechanganyikiwa. Ipo siku atajua kwa kuwa sijachanganyikiwa mimi. Ila kwa sasa wataona kama nimechizika. Ila mimi sijachizika. Niliingia ndani. Nilikuwa sina furaha kwa wakati ule. Maana nilionekana kama chizi. Siku iliyofuata asubuhi sana. Niliamshwa na hodi ya mtu. Niliamka na kwenda kumsikiliza. Niambie, naona leo tunamshana mapema sana. Nilimuuliza yule mtu ambaye kimuonekana alikuwa ni binti, ila alikuwa amevalia baibui. Alifunika hadi sura yake. Nimekuja kuagiza picha, nahitaji kuchorewa. Sijui inawezekana? Kwa nini ishindikane? Aina ya picha ulionayo ambayo unahitaji kuchorewa hapo? Sawa, ila ofisini kwako hapo wapi? Mbona unaongea na mimi hapa nje? Nilimkaribisha ndani na kuketi kwenye kiti. Ila mimi nahitaji picha yako ichore unipe. Mbona ajabu sana haya. Nikiwa naongea naye simu yangu iliita. Nilipoangalia ilikuwa ni simu kutoka kwa Jessica. Huna anapiga simu wakati kuna chombo kimejiingiza hapa jamani. Mbona anataka kuniharibia huyu? Niliongea na kupokea. Subiri, kuna kazi naifanya, nitakupigia subiri. Niliongea na kukata simu. Dada, mimi sina picha yangu. Na kwa nini unahitaji picha yangu? Akanambia nahitaji kama jinsi ulivyohitaji picha yangu. Aliongea na kuvua na kuonesha uso wake. Nini kitafuata? Basi nikusihi tu mpenzi msikilizaji, tutane sehemu ya pili ya simulizi hii yetu kujua nini kiliendelea, na kwamba tu endelee kuifuatilia Mtungi Simulizi.